Hello everyone, hope you are doing well. Karibuni tena Naomi Lifestyle Journey. Leo nimesema nishare na nyie vitu ambavyo nimeweza kuviacha tokea nilipoanza hii safari yangu ya kubadilisha maisha. Kuna vitu ambavyo nimefanikiwa kuviacha, viko kama vitu vitano ambavyo nitashare na nyie leo. Kitu ambacho nimefanikiwa kuacha, cha kwanza, nimefanikiwa kuacha kula ovyo. Mimi ni yule mtu ambaye guys, nina uwezo wa kula yani kuanzia asubuhi, yani naweza kula hata sijui zaidi ya mara ngapi. Ni yule mtu ambaye si kai mezani nikala nikashiba. Ni yule mtu ambaye nitaingia asubuhi jikoni, nitachukua kitu nitakula, nimeenda tena nimechukua kitu nimekula. Kwa ni mtu ambaye nakula mara kwa mara, yani nakula mara nyingi sana, yani sili mara moja nikashiba. Ni yule mtu ambaye ninaenda nitachukua hichi, nitakutana na hichi, nitakula, nitakutana na hichi, hata nikitoka nikiona hichi nitataka nitakula, na kitu tu vidogo, lakini ni ile nakula mara nyingi. Of which tokea nimeanza na hii safari yangu ni wiki 2 sasa, nimeacha kabisa kula ovyo. Yani ni kitu ambacho ni mafanikio makubwa sana kwangu, kwa sababu ni yule mtu ambaye yani nilikuwa siwezi, yani kuna kitu tu kinakereketa yani mdomoni, yani unasikia tu ule. Kitu kingine ambacho nimeacha ni uvivu. Nilikuwa mvivu, yani nilikuwa na uwezo wa kuamka nisifanye kitu chochote, nikalala hata siku nzima bila kuona shida yoyote. Kwa hiyo ni kitu ambacho nimefanikiwa kuacha. Sasa hivi ninajitahidi kuwa active zaidi, hata kwenye kazi za nyumbani. Kama niko nyumbani, kazi za nyumbani, kama ni nje, yani najitahidi kushughulika zaidi kuliko kukaa idle. Kwa hiyo ni kitu ambacho namshukuru Mungu, kwa sababu nadhani kitu ambacho kimenifanya pia kuwa na kufika uzito nilionao ni pamoja na uvivu. Kwa sababu mimi sio mtu ambaye nakula sana labda junk food, au labda ni vitu ambavyo labda napenda sana kula vitu vya sukari au nini. Mimi sio mtu wa sukari sana, na sio mtu wa junk food sana. Ni hivi tu kula vitu vidogo, lakini pia kitu kilichonipelekea sababu kubwa ya mimi kuongezeka uzito sana ni uvivu, kutokujishughulisha. Yani ni mtu nikifika kama nimekaa, yani mimi mazoezi kutembea hapana. Ni kama nikitoka, yani ni umbali tu mfupi, nikirudi biashara imeisha. Nikae niko na simu yangu na internet, basi biashara imeisha. Kwa hiyo ni kitu ambacho sasa hivi najitahidi sana kujipush, kuwa active. Naona pia yani ni kitu ambacho kimenisaidia sana. Kingine ambacho nimeacha ni kupima uzito mara kwa mara, yani kila siku. Nilikuwa na ile kwamba nikilala nikiamka, yani napima uzito. Kwa mimi nimeacha kwa sababu nimeona inani frustrate, kwa sababu sometimes unaweza kaanza hata diet chako, alafu unapima uzito unakuta kilo either zimezidi au hazipungui mizani, unakuta kilo zimesimama pale. Kwa hiyo nimeona ni bora niwe napima hata at least kwa wiki mara moja, au at least 2 weeks nipime mara moja, kwa sababu ni kitu ambacho hata kama umeanza kubadilika unaona sasa kazi gani najinyima, alafu kilo bado zinaongezeka au kilo hazishuki. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa mimi kinanipunguzia ile nguvu, au kinanirudisha nyuma, au kitanipa yani naona yani nitapata stress. Afu unajua stress na kupungua haviendanagi, kwa sababu utaishia kula tena kama ni emotional eaters. Kwa sababu kama mimi naonaga kama na hicho emotional eater, nikiwa na furaha nataka nile vizuri, nikiwa na hasira pia nataka nile, yani chakula naona kama ndo kinanitulizaga moyo. Kwa hiyo nimeona kupima kila siku kwa mimi, au kupima mara kwa mara kwa mimi, ni kitu ambacho kina ni distract. Kwa hiyo nimeamua niache. Nimejiwekea at least wiki 2 nitakuwa napima mara moja. Kingine ambacho naona kwa mimi ni vile ninavyojisikia. Kwa mfano ninavyokula healthy, ninavyofanya mazoezi, ninavyojitahidi kuwa active, vile ninavyokuwa ninajisikia vizuri, plus nguo labda nikivaa ikanikaa vizuri, naona ni zaidi kuliko kupima uzito kila siku.
Ndio maana nimeopt kuachana na hiyo kupima uzito kila siku. Kingine ambacho nimeacha ni kufanya hii weight loss journey kuwa kama adhabu. Yaani nimejiwekea kwamba kwa wiki nitafanya mazoezi mara 3 kwa wiki, ikiwezekana hata mara 4 hata mara 5 kulingana na, lakini at least mara 3 kwa wiki. Kwa hiyo hata ikitokea nimeshindwa labda kutokana na sababu ambazo labda yani isiwe kama ni punishment, isiwe kama ni ile kujilaumu kwamba yani jamani kwani nimekuaje, mbona sijaweza, mbona sijafanya, mbona. Kwa hiyo iwe tu kwamba ni sehemu ya maisha yangu na lazima nijiwekee discipline na lazima nifanye, lakini ikishindikana pia isiwe kama ni adhabu. Naweza nikajiwekea diet kali. Najua hiyo diet sawa nitafanya labda kwa siku ngapi, kwa siku 10, na najua hiyo diet au kwa mwezi mmoja, lakini najua sio kitu ambacho kitakuwa ni life, sio kitu ambacho nitafanya for the rest of my life. Ni kitu ambacho nitafanya kwa muda mfupi, alafu biashara itaishia hapo, of which ni kila tena nikirudi kula vyakula vyangu vya kawaida, uzito tena unarudi na kuwa ni back to square one. Kwa hiyo kitu ambacho jifunza kwamba sasa hivi nifanye tofauti na wengine wanavyofanya. Kwa hiyo mimi nitakuwa najilimit kwenye chakula. Kwa hiyo unaangalia portion na calories ambazo unakula. Niache kufanya kama ni adhabu, nifanye kitu ambacho najua nitaenjoy na nitakifanya kwa maisha yangu kwa muda mrefu. Ni kitu ambacho najua nikifanya hivi, nikila hivi na uwezo wa kula hivi for hata kama ni maisha yangu yote, na uwezo wa kula hivyo na nikaridhika na nikawa sawa, kuliko ujibane alafu uje uje ule vile vitu tena kilo zirudi. Kwa hiyo kwa mimi nimeacha kuona kama hii ni adhabu au ni kitu ambacho kitanifanya nijisikie wenzangu wanakula mimi sili, kitanifanya nijisikie vibaya. Kitu kingine tena ambacho nimeacha ni kununua chakula nje zaidi. Nimeona ni vizuri niwe napika nyumbani, na ni kitu ambacho nimeacha kwa hizi wiki 2. Sidhani kama nimenunua chakula nje, ninapika zaidi nyumbani, na kama najua ninaenda mahali labda nitachelewa kurudi, na jibebeaga kitu chakula. Yaani napika napaki hata kwenye container labda 2, najua kabisa huko ninakwenda labda nitachelewa kurudi, ili nisi labda muda wangu wa kula ni saa 12 na najua nitachelewa. Ni bora nibebe niende nacho kuliko nisiende nacho alafu nikaangukia kula vyakula ambavyo sijui vimepikwa nini, sijui vimewekwa nini, au kwa sababu ukipika mwenyewe unajua ni kitu gani umeweka kwenye kile chakula. Una uwezo wa kucontrol ingredient, chumvi kiasi gani nimeweka, mafuta kiasi gani, je nimechemsha, nimekaanga, kwa sababu vyakula siku hizi hata tu nyama wanaweka sukari na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukipika mwenyewe una uwezo wa kucontrol ni nini ambacho umeweka kwenye kile chakula. Kwa leo ni hivyo tu guys ambavyo nimefanikiwa kuviacha kwa hizo wiki 2. Najua pia kuna vingine ambavyo, kwa sababu hii ni safari, kila siku tunajifunza, na kuna vingine nitaendelea kuviacha kwa sababu lengo ni ile self development, self improvement, kubadilika, yani kuwa better version of yourself. Kwa hiyo najua nitaendelea kujifunza vitu vingi guys. Najua kama kwenye hivi nilivyosema, kama unaona kuna kitu ambacho unaweza ukakichukua ukakiimplement, ukakichukua ukakifanya, pia ni vizuri. Au kama kuna kitu umejifunza kwenye hivi pia ni vizuri, na mimi napenda kujifunza pia kutoka kwako. Kama una kitu ambacho unaona kitaweza kuwa msaada, pia unaweza comment hapo kwenye comment section. Nitafurahia sana kuona comment yako. Usisahau kulike guys, msisahau kusubscribe. Kwa wale ambao hamjasubscribe guys, mnakuja kwenye channel guys, mnisupport. Naomba mnisupport. Ni kitu ambacho hakigharimu kitu chochote. Kwa hiyo tuendelee kusupportiana kwenye hii channel, tukue guys. Lengo ni kukua na kuwafikia watu wengi zaidi, na watu wabadilike, kwa sababu najua na kila siku nasema is not about perfection, is about consistency. Yani hivi tunavyoenda tunaendelea
kubadilika na kuwa bora kuliko jana. Kwa hiyo guys, ni hayo tu kwa leo, nimependa kushare na nyie. See you next time. Bye.